Jahazi TV. Kila tarehe mosi Disemba dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya ukimwi duniani. Siku muhimu ya kimataifa inayolenga kuongeza uelewa kuhusu virusi vya ukimwi, kuhamasisha kinga, matibabu, kupinga unyanyapaa na kuwakumbuka wale waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa huu. Kwa upande wa Zanzibar, wameadhimisha siku hii katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni. Mgeni rasmi alikuwa Hemed Suleiman, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Katika hotuba yake, Hemed Suleiman alisema serikali itaongeza bajeti ya afya kwa wanaoishi na VVU ili kuhakikisha huduma zinapatikana kwa wote bila ubaguzi. Pia alitoa wito kwa wananchi kuacha kuwanyanyapaa au kuwabagua wenye VVU. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeandaa mpango maalum unaojulikana kwa jina la Mpango Endelevu wa Kupambana na Ukimwi Zanzibar. Madhumuni ya mpango huu ni kuhakikisha kwamba mapambano dhidi ya ukimwi yanakuwa endelevu kwa kutenga fedha za ndani ili tufikie lengo la kumaliza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Itaongeza bajeti katika eneo hili la kupatikana huduma zinazostahili, ikiwemo dawa muhimu ambazo zinahitajika, upimaji wa afya, na tutaangalia uwezekano wa kushirikisha ama kuunganishwa na ule mfumo wa bima ya afya kwa kadiri hali itakavyowezekana. Naendelea kuwasihi wananchi kutowanyanyapaa na kuwabagua watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, kwani kufanya hivyo ni kudhoofisha jitihada za serikali za kumaliza maambukizo mapya ya ukimwi. Takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 40 wanaishi na VVU, huku takriban milioni 1.3 wakipata maambukizi mapya kila mwaka. Zaidi ya watu 600,000 hupoteza maisha kutokana na matatizo yanayohusiana na ukimwi. Hata hivyo, mafanikio makubwa yanaonekana kupitia ongezeko la watu wanaotumia dawa za ARV duniani, ambalo ni takriban 77% ya watu wote wanaoishi na virusi vya ukimwi. Tukirudi kwa bara la Afrika, hususan Tanzania ni moja ya nchi zinazopiga hatua kubwa katika kupambana na ukimwi. Kwa mujibu wa DIS ya mwaka 2022-2023, kiwango cha maambukizi kwa watu wazima ni 4.4% na idadi ya watu wanaoishi na VVU inakadiriwa kufikia zaidi ya milioni 1.6. Zaidi ya 82% za watu wanaoishi na VVU wanaojua hali yao, na karibu 98% wanaojua hali yao na kutumia dawa za ARV. Aina zinaendelea kusisitisha matumizi ya kondom, elimu ya afya ya uzazi, tohara kwa wanaume, pamoja na kuhamasisha utumiaji wa PrEP kwa waliokuwa katika hatari kubwa ya kupata VVU. PrEP imeendelea kuthibitika kuwa ni njia madhubuti ya kuzuia maambukizi mapya ikiwa inatumiwa ipasavyo. Mtazamo wa jamii kuhusu ukimwi umebadilika kwa kiasi kikubwa, lakini bado unyanyapaa ni changamoto inayoathiri kasi ya watu kujitokeza kupima au kuanza matibabu. Watu wengi wanashindwa kushiriki hadharani safari zao za matibabu kutokana na hofu ya kutengwa, kubaguliwa au kupoteza fursa za kijamii. Hili limeonyesha umuhimu wa kuwekeza kwenye elimu za jamii, kampeni za kuondoa stigma na kukuza uelewa kwamba mtu anaishi na VVU anayepata matibabu anaweza kuishi maisha ya kawaida, kufanya kazi na kujenga familia kama mtu mwingine yoyote. Aidha, wanawake na wasichana vijana wamebeba mzigo mkubwa wa maambukizi kutokana na sababu za kiuchumi, kijamii na kitamaduni zinazopunguza uwezo wao wa kujilinda. Katika kuhitimisha, viongozi wa kimataifa, wataalamu wa afya, wanaharakati na wagonjwa wameendelea kusisitiza umuhimu wa kuongeza kasi katika mapambano dhidi ya ukimwi. Mkurugenzi wa UNAIDS amewahi kusema kuwa dunia ina uwezo wa kumaliza janga hili kama tishio la afya ya umma ifikapo mwaka 2030, iwapo kutakuwa na umoja, uongozi wa kisiasa na uwekezaji wa kudumu. Madaktari na wataalamu wa afya nao wanakazia kuwa dawa za ARV ni maisha, huku wanaharakati wakisema elimu kwa vijana na upatikanaji wa huduma rafiki ndio nguzo ya kupunguza maambukizi mapya.
Watu wanaoishi na VVU pia wanatoa ushuhuda kwamba sio tu uzima bali kumeweka wigo mpana kuelewa watu kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi kwa jamii. Jahazi TV.